Bara la Afrika ni tajiri kwa mwonekano, ingawa watu wake wengi wanatupia lawama mifumo iliyopo kuwa imechangia kuwadidimiza kwa kiasi fulani na kutopata maarifa sahihi kwenye makuzi yao. Licha ya lawama za vijana, wapo watafiti ambao wana majibu ya magumu yanayowazonga vijana. Utafiti hutoa maarifa ya kisayansi, teknolojia bora na mbinu za kisasa zinazoongeza tija na thamani ya mazao. Na kwa hapa Tanzania yapo mazao mbalimbali ambayo yanafiti mazingira husika, na leo na kusogezea baadhi ya mazao ukiwamo muhogo ambao unaitwa zao la kuganga njaa. Dr. Frederick Baijukia ni mtafiti kutoka Taasisi ya Kimataifa ya Kilimo cha Kitropiki IITA. Kwa hiyo IITA, mazao yetu makuu ambayo tunafanyia kazi kwenye utafiti ni zao la muhogo. Lakini kunde, mazao jamii ya mikunde, isipokuwa maharage. Na mazao mengine ni viazi vikuu. Na zao jingine ni migomba au wanaita ndizi, zao la ndizi. Kwa hiyo haya mazao makubwa ambayo tunayafanyia kazi. Sasa tunafanya nini? Tunafanya utafiti. Lakini utafiti tunasema ni utafiti wa kimataifa kwa sababu masuala ambayo tunayaangalia hasa ni yale ambayo yana nchi tofauti zina share na zinahitaji teknolojia ambayo basi itawezesha kuboresha ule ufahamu uliopo kwa wakati huo. Kwa hiyo tunafanya kazi katika maeneo yote ya kilimo, kuanzia uzalishaji shambani kisha hayo mazao, lakini baada ya hapo lazima ya mazao yasindikwe, ndio kuyaongezea thamani. Lakini baada ya hapo haya mazao lazima yauzwe, ndio. Kwa hiyo kuna upande wa masoko ambao tuna wataalamu wanaangalia eneo hilo. Lakini uzalishaji huu kuna swala la mahusiano ndani ya jamii, kati ya vijana, wanaume, wanawake, ni namna gani wanahusiana na uzalishaji wa zao hili. Taasisi ya IITA baada ya kuona vijana wanaingia kwenye mzigo wa lawama kwa kukosa maarifa, kutoona fursa, lakini vile vile swala la mitaji kuwa gumu kwao, waliamua kuanzisha kituo cha kuwatamia vijana hapa Kwembe, nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam, ambapo vijana wananyunyiziwa maarifa, wanaoneshwa fursa, lakini vile vile wanawezeshwa swala la mitaji. Na hapa mwenyeji wetu ni Veronica Kebwe ambaye yeye ni mratibu wa programu ya vijana. Kwa majina naitwa Veronica Kebwe, ninaratibu programu ya vijana chini ya taasisi ya IITA, International Institute of Tropical Agriculture. Programu yetu ya vijana inawawezesha vijana kufanya kilimo biashara. Lengo kubwa ni kupunguza tatizo la ajira kwa vijana. Kwa hiyo tunawezesha vijana waweze kufanya kilimo biashara na waweze kujiajiri badala ya kutafuta ajira, na waweze kutengeneza pia ajira kwa vijana wengine. Mpaka sasa tumeweza kuwafikia vijana zaidi ya 10,000 kwenye maeneo tofauti nchini Tanzania, ikiwemo mkoa wa Dar es Salaam, mkoa wa Dodoma, mkoa wa Pwani, mkoa wa Morogoro na kidogo kwa mkoa wa Iringa. Lakini vijana wote hao tumewafikia kwenye maeneo tofauti. Tuna value chain tofauti ambazo tumeweza kuwafikia, na tumeweza kuwafundisha vijana katika kufanya kilimo biashara kwenye mazao tofauti. Na vijana hao wote wameweza kuanzisha wengine makampuni yao, wengine bado wanafanya shughuli zao kwenye groups, kwa maana ya vikundi vidogo vidogo ambavyo wameanzisha. Kuna baadhi ya vikundi ambavyo wameweza kupata hii mikopo ya 10% kutoka serikalini na wameweza kujiendeleza. Tuna vikundi kama 20 hivi ambavyo vimeweza kupata mikopo, ikiwemo halmashauri ya Newala, halmashauri ya Ubungo, halmashauri ya Kinondoni, ambao wameweza kupata hii mikopo ya 10%, na wameweza kujikita kwenye uzalishaji wa vitu mbalimbali, ikiwemo kufanya baking kwa maana ya bakeries. Wengine wameanzisha, wengine wanafuga kuku, wengine wanalima mboga, lakini wengine wanaongeza zao la muhogo thamani kwa kutengeneza keki, biskuti, cookies na bidhaa nyingine kama hizo za baking. Baada ya kumsikiliza mratibu wa programu ya vijana Veronica Kebwe, sasa nikupeleke hadi Mabwepande, Dar es Salaam pia, ambapo vijana wengine waliwezeshwa maarifa, wakaona fursa, na hawa vijana walifanikiwa kuchungulia
kwenye dirisha la halmashauri na kuona ile mikopo ya 10% ambayo inatolewa na serikali. Mimi naitwa Hamza Mkoka, ni msimamizi wa kituo cha kilimo Malolo, ambacho kituo hiki ni mali ya manispaa ya Kinondoni, na lengo kubwa la kuwepo kituo hiki ni kutoa huduma za ugani kwa wakulima, wafugaji na wavuvi. Sasa hapa tupo kwenye kikundi cha vijana ambacho ni Malolo Youth Processing. Ni moja ya product ya kikundi ambacho kimepata mafunzo kwa ushirikiano wa kituo cha kilimo Malolo pamoja na IITA, ambapo kimewajengea uwezo wa namna ya uzalishaji wa bidhaa mbalimbali zinazotokana na bakery, mikate na kadhalika. Kikundi hiki kinalelewa katika kituo cha Malolo na kinafanya shughuli zake katika kituo cha Malolo na kinapata mbinu mbalimbali za uzalishaji kutoka kwenye wadau wetu wa AITA pamoja na halmashauri ya manispaa ya Kinondoni. Kwa sasa hivi mimi kama msimamizi wa kikundi ninajivunia kwanza uwepo wao wa vijana, lakini ninajivunia kwamba kuona vijana sasa wamepata ujuzi ambao wa uzalishaji na wameweza kujiajiri wenyewe kuzalisha hizi bidhaa. Lakini ninajivunia kwamba tumewawezesha vijana kupitia manispaa yetu ya Kinondoni kupata mikopo ya 10% ambao sasa hivi vijana wamejikwamua kiuchumi na wanafanya uzalishaji wao katika eneo hili, na tunaamini tumeshawapa kazi yao ya kudumu. Tunashauri vijana kwanza wajitokeze pinapotokea fursa mbalimbali zinazohusiana na mafunzo kama haya yanayotolewa na IITA, vituo vya kilimo kama hiki cha manispaa cha Malolo na vituo vingine wa wadau tofauti. Wajitokeze kwa wingi kuhudhuria yale mafunzo, lakini wachangamkie zile fursa ambazo zinapatikana katika mikopo inayopatikana katika manispaa zetu ambazo zipo katika Dar es Salaam karibia nchi nzima. Wachangamkie ile mikopo na kuanzisha miradi midogo ya namna hii, lakini wajitahidi sana kuwa beneti na mafunzo ambayo yanatolewa na watu wa AITA, kushikana nao, kujenga nao ukaribu, waweze kuyazingatia yale wanayopewa, basi watajikwamua kimapato. Safari ya kuwakumbatia vijana haiwezi kawa rahisi kama vijana wenyewe hawajitokezi kuunda vikundi na kupaza sauti zao kuona vitu gani wanaweza kuvimudu. Yapo mapambano unaweza ukafanya peke yako, lakini mafanikio yanapatikana kwenye vikundi ambavyo vina dira moja. Na hapa Malolo kuna mfano wa vijana ambao walipata mafunzo na kuunda kikundi cha watu 5 tu ambao ndani ya miaka takriban 2 wana ushuhuda wa kuwasimulia vijana wengine ambao wanababaika kuunda vikundi na kufanya jitihada za pamoja. Naitwa Monica Madilo. Mimi ni mwenyekiti wa kikundi hichi cha Malolo Youth Processing Group. Kikundi chetu ni cha watu 5, wanawake tupo 3, wanaume wapo 2. Sisi ni wanufaika wa mkopo wa 10%. Kikundi kilianza baada ya kuwa tumepata mafunzo. Baada ya kupata mafunzo tukapata fursa ya kuanzisha kikundi. Mpaka sasa ninachojivunia ni ule umoja ambao tunao, kwa sababu tunaishi kwa kusikilizana na ni watu ambao tupo kwa umoja, tunaweza kusema hivyo. Mafunzo tuliyapata mwaka jana na mpaka sasa tumeshaweza kuwa tunatengeneza mikate, tunatengeneza keki, tunatengeneza sponge keki na vingine vingi tu. Swala la kipekee kwa vijana wa Malolo Mabwepande hapa Dar es Salaam ni kuutumia muhogo kuboresha bidhaa zao kama vile mikate, keki, maandazi, crips na bidhaa nyingine, jambo ambalo limewafanya wateja kuutafuta utamu wa pekee kwenye bidhaa za vijana hawa, na jambo hili linawahakikishia soko la uhakika wana kikundi. Kwa majina naitwa Amani Kitenge, ni katibu wa kikundi cha Malolo Youth Processing Group. Mwanzo haikuwa rahisi kwa sababu aina ya jamii ambalo ni soko letu wameshazoea kupata mikate, cookies pamoja na vitafunwa vingine vikiwa kwenye unga wa ngano. Lakini baada ya kuchanganya na muhogo walikuwa kama hawaelewi. Tukaanza kuwapa elimu, lakini pia ubora wa ule mchanganyiko uliwafanya waanze kukubaliana na hicho kitu taratibu. Kwa hiyo tukaanza kwenye mazingira hayo, lakini kadiri siku zinavyozidi kwenda wanaanza kuielewa bidhaa yetu ambayo ina mchanganyiko wa unga wa muhogo pia. Kwa hiyo kitu ambacho tumenufaika nacho sana nje ya ubora unaopatikana kwenye unga wa muhogo kwa ajili ya afya zetu kama watumiaji, lakini pia ule unga wa muhogo unaongeza thamani ya bidhaa yetu
kwa kufanya zile cookies, mikate, cupcake pamoja na vitu vingine tunavyotengeneza kuwa vina uthumusi mzuri ambao katika mazingira mengine ya material ya ngano huwezi kupata hiyo. Kwa hiyo inakuwa ina ladha ya tofauti na bidhaa zingine ambazo hazina huo mchanganyiko. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine imetuongezea thamani ya bidhaa yetu, kwa sababu kuna ladha na ubora ambao watu wanaupata, wanajiuliza wanatokana na nini, wanakuwa hawauelewi, lakini ni kwa sababu ya ule mchanganyiko wa ngano na muhogo. Kwa hiyo unga muhogo umeweza kutuongezea thamani kwenye bidhaa yetu kwa kufanya iwe na ubora wa ladha, lakini pia muonekano na testi ambayo iko tofauti kabisa na bidhaa zingine za watu wengine wanaotengeneza ambao hawana mchanganyiko wa ngano na muhogo kama sisi. Katika hatua nyingine, vijana wengi hukosa sifa ya kukopesheka, ukiacha mbali kuwa na dhamana itakayowafanya waaminike. Somo kutoka Malolo ni kwamba mafunzo ya ujuzi ni nyenzo muhimu ambayo inawafanya vijana waaminike na kuwa na uhakika wa rejesho. Ninaitwa Reginald Minja, ni afisa mifugo na ni msaidizi wa msimamizi wa kituo cha kilimo Malolo. Mafunzo yana nafasi kubwa kwa sababu yanatoa uhakika wa kudhaminiwa mahali wanapokwenda, kama wanaenda kupata mkopo, ikiwa ni katika halmashauri au katika taasisi za maeneo mbalimbali. Kwa kuwa wale watu wanajua wanatoa mikopo kwa watu ambao watakuwa na uhakika, watafanya kile walichojifunza na kuwa na uhakika kurejesha ule mkopo. Simulizi ya vijana hawa kutoka hapa Mabwepande, Dar es Salaam, ambao waliwezeshwa na Taasisi ya Kimataifa ya Kilimo cha Kitropiki IITA, walioshirikiana na Kituo cha Kilimo Malolo, ni ushuhuda kwamba maarifa, fursa na mitaji vikikutana, basi matokeo yake huwa ni ya kustaajabisha. Na hili ni somo kwa vijana wengine ambao bado wanasuasua kuyatafuta mafunzo, kupata maarifa, kuangalia fursa na kupata mtaji na kisha kusonga mbele. Katika kipindi kijacho tutaangazia namna gani vijana wanachakata muhogo na kutoa bidhaa nyingine, ukiacha hawa wale wa Malolo ambao wao wanatumia 5 mpaka 10 kuichanganya na ngano kuzalisha keki, mikate, maandazi na bidhaa nyingine, na wametuambia kwamba bidhaa hiyo imewavuta watu wengi kutafuta utamu kwenye mikate, keki, maandazi pamoja na bidhaa nyingine. Mimi ni Dennis Mwasalanga, tuonane wakati mwingine.